Habari za muda huu na karibu kwenye taarifa zetu za habari za kisiasa na usalama. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ametoa tuhuma nzito za kufuatiliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana wanaotumia gari lenye namba za usajili zisizo halali. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii siku mbili zilizopita, kiongozi huyo mkuu wa chama cha upinzani alieleza kuwa video iliyorekodiwa na kamera za usalama za CCTV nyumbani kwake inaonyesha watu wao wakifika eneo hilo, wakiuliza nyumba yake kisha kuondoka bila kuingia ndani wala kutoa maelezo yoyote kuhusu sababu za kufanya ushitaki huo. Katika maelezo hayo yaliyowekwa wazi kwa umma, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche alibainisha kuwa uchunguzi uliofanywa ulibaini gari hilo la aina Land Cruiser Antob ilikuwa inatumia nambari ya usajili T318 EQJ. Kiongozi huyo alieleza kuwa namba hizo zinazotafutwa kwenye mfumo rasmi wa usajili zinaonyesha ni namba zilizosajiliwa kutumiwa na magari ya kulima barabarani na wala si magari ya abiria au magari binafsi ya aina hiyo. Kutokana na hali hiyo, mtendaji huyo wa upinzani alisisitiza kuwa jeshi la polisi linapaswa kutoa maelezo ya kina kwa umma, kuwatambulisha watu hao waliokuwa ndani ya gari hilo pamoja na kueleza nia yao kuu ya kufuatilia makazi yake. Baada ya maelezo hayo kutolewa, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche aliguzia athari zinazoweza kujitokeza nchini kutokana na matukio ya aina hiyo, akibainisha kuwa mambo ya namna hiyo yanaweza kuingiza taifa kwenye hatari kubwa ya kiusalama. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa Watanzania pamoja na viongozi wa kisiasa wanaendelea kutekeleza majukumu yao bila hofu yoyote. Wakati huo huo, mtendaji huo wa Chadema aliwataka wananchi kutokubali kuona viongozi wao wakitishiwa amani au kufanyiwa vitendo vinavyolenga kuwatia hofu wakati wakitekeleza majukumu yao ya kijamii na kisiasa nchini. Kufuatia maelezo hayo yaliyosambaa kwa kasi kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CSACP Wilbrod Mtafungwa lilitoa taarifa rasmi ikimtaka kiongozi huyo wa upinzani kuripoti kituo cha polisi. Mkuu huyo wa jeshi la polisi mkoani Mwanza alimtaka makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kuwasilisha rasmi taarifa pamoja na ushahidi alionayo ili kusaidia jeshi hilo kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusiana na madai hayo ya kufuatiliwa na watu wasiojulikana makazini kwake. Baada ya wito huo kutolewa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo alirejea tena kwenye mitandao ya kijamii na kutoa majibu ya moja kwa moja kwa mkuu huyo wa polisi. Kiongozi huyo wa upinzani alimuuliza kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza SACP Wilbrod Mtafungwa sababu za kumtaka afikishe ripoti ya jambo ambalo mkuu huyo wa polisi tayari analidai analifahamu. Mtendaji huyo wa chama cha Chadema alihoji faida ya yeye kwenda kutoa taarifa na jambo lililoko wazi kwa umma, wakati jeshi hilo lina uwezo wa kutumia vyombo vyake vya usalama kufanya ufuatiliaji. Katika mwendelezo wa majibu yake kwa jeshi la polisi, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche alidai kuwa gari hilo iliyokuwa inatumia nambari halisi inatoka katika ofisi ya afisa mshauri wa usalama wa mkoa RSO. Kiongozi huyo wa Chadema alieleza kuwa taarifa hizo tayari zipo wazi kwenye uwanja wa umma na hivyo si jambo linalohitaji yeye binafsi kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Mtendaji huyo alihimiza kuwa vyombo vya usalama vinapaswa kutumia taarifa zake za kiintelijensia kufuatilia tukio hilo baada ya kumtaka mhanga wa tukio hilo kuripoti.
Kiongozi huyo wa chama cha upinzani, makamu mwenyekiti wa Chadema, aliendelea kuhoji namna gani ilivyo sahihi kwa hakimu kutoa hukumu kwenye kesi inayomkabili yeye mwenyewe. Kupitia ujumbe huo, mtendaji huyo alieleza kuwa viongozi na wananchi si wajinga wa kutotambua taratibu na mifumo inayotumika. Kiongozi huyo alimsihi kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza SACP Wilbrod Mtafungwa kutimiza wajibu wake wa kisheria na kusimamia sheria bila kuweka vikwazo au kuhamasisha majukumu kwa raia wanaotishiwa usalama wao. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, alihitimisha ujumbe wake kwa kubainisha kuwa siku si nyingi maovu yote yanayopangwa sirini na gizani yatakuja kuwekwa wazi hadharani. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa uwazi na ufuatiliaji wa haki ndivyo vitakavyosaidia kubaini ukweli wa mambo yote yanayotokea. Mtendaji huyo wa chama cha upinzani alisisitiza msimamo wake wa kutaka chombo kinachohusika na ulinzi kuchukua hatua za haraka za kisheria bila kusubiri shinikizo la ziada kutoka kwa waathirika wa matukio ya kiusalama. Uchambuzi wa tukio hili unaonyesha mivutano ya kiusalama na kisiasa inayojitokeza kati ya viongozi wa vyama vya upinzani na vyombo vya dola nchini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo anawakilisha sauti ya viongozi wanaopasa sauti dhidi ya vitendo vya kufuatiliwa na watu wasiojulikana, suala linaloibua hofu miongoni mwa wanasiasa na raia wa jumla. Hatua ya kiongozi huyo kutoa ushahidi wa namba za usajili wa gari na picha za kamera za CCTV imeweka suala hilo kwenye mjadala mpana na wa kijamii na kisheria. Kwa upande wa taasisi zinazohusika, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza likiongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza SACP Wilbrod Mtafungwa linasisitiza utaratibu wa kisheria wa raia kuwasilisha taarifa rasmi ili kuruhusu uchunguzi wa kiuchunguzi kuanza. Mzozo huu unadhihirisha tofauti za kimitazamo kuhusu namna taarifa za kiintelijensia na malalamiko ya kiusalama yanavyopaswa kushughulikiwa wakati yanapohusu viongozi wakuu wa kisiasa nchini. Utayari wa viongozi wa Chadema kutumia mitandao ya kijamii kueleza changamoto zao unalenga kuleta uwazi wa papo kwa hapo mbele ya wananchi. Kauli ya mwisho ya makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, inazingatia msimamo wake kuwa maovu yanayofanyika sirini yatafichuka kufuatia ufuatiliaji wa kina wa wananchi na vyombo vya habari.